Hali gani ndugu mfuatiliaji wa Omriama JL, karibu tena kwenye kipindi chako pendwa cha OJL Zoom. Bwana, hii OJL Zoom ikiwa na maana kwamba ni mahojiano ambao tulifanya kupitia Zoom application. Kwa hiyo kipindi chetu kinaitwa OJL Zoom. Kwa hiyo mahojiano haya ni mahojiano ambayo yalifanywa online. Kwa hiyo karibu sana kwenye mahojiano yetu, na tunaomba uweze kusikiliza kwa makini, maana mna mafundisho makubwa sana. Bwana, ambaye nilifanya naye mahojiano ni msanii anayetrend sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii, anayetambulika kwa jina la Golden Lunda. Na hisi kila mtu anafahamu na anafahamu nyimbo gani sasa hivi inayotrend kupitia mitandao ya kijamii. Bwana, Golden Lunda ni mmoja wa wasanii wanaofanya vizuri sana, na subiri usikilize mpaka mwisho, na hisi kuna vitu usivyovijua utavifahamu kutoka kwake, maana ameweza kueleza yote. Karibu ungana nasi kupitia OJL Zoom. Asante. Okay, na kabla ya yote tunashukuru sana kwa muda ambao uliweza kutupashia, kwa sababu sikufikiri kama ungeweza kunipashia muda wa kutosha kama huu ambao umeweza kunipashia, na karibu sana. Thank you, man. Tunataka tuelezee changamoto zote za mziki wako tangu ulipoanzaga na hadi sasa hivi. Changamoto za kawaida, unajua kila kitu kwenye mziki nilikuja kugundua ni mtiti. Na mziki nilikuja kugundua ni kukubaliana kwanza na matokeo, afu baadaye ishi nayo yani. Unaona? Usipokubaliana matokeo utaisha, utazimika. Unaona, mimi nilianza kitambo sana, nilisikika sana, nikaishia sana, unaona, nikazimika sana. Lakini sasa hivi watu wanaweza kaniona siku hizi eti labda ni mpya, tangu zamani sana tuliaso sana. Unaona? Lakini hivyo tu tulijipatia ile ukokamavu tu, kukomaa nao nini. Hata kama unashuka chini lakini unazidi kusimama tu, pata moja nini, maisha kaendelea. Ni jina gani lingine ambalo ulipewa na wazazi wako, ni hilo au kuna lingine? Mimi naitwa Stephen Joseph. Stephen? Yeah, Stephen Joseph. Sasa hili jina la Golden Nana au Nyamwezi tuka udambu yani. Sasa Lunda ni jina kama la familia tu, mimi nilichukuaga mimi mwenyewe yani by fire by force. Unaona? Nikachukua na Golden Nyamwezi, nikapenda kuongezea nini Nyamwezi. Yes, mambo yakawa hivyo. Wewe uliona nini kwenye hilo jina la Golden Lunda kuliko kujiita jina lako wewe binafsi? Yani jina ambalo ulipewa na wazazi wako na ukaona ujipe hilo jina la Golden Lunda. Hiyo tu ndio inakuwa career ya muziki. Yani kila career ya muziki, kila unapoanza tunaanzaga tu kitu kinakuja kwenye jina. Yani unaona hapa nitajifanya nini hapa, nitaenda aje hapa, nikajisukia hilo jina, unaona. Okay. Hadi sasa hivi Lunda hatujawahi kusikia kuhusu tetesi za sijui mambo ya wanawake. Unajua hichi kitu kimekuwa ni adimu sana kukisikia kwako, kwa sababu hatujawahi kusikia stories zozote kuhusu wewe au kuhusu mambo ya wanawake kabisa. Au mimi ndo nitakuwa hivyo wenye wasikiaji hivyo ndo naekaga ni kama kina Falipu. Yaani mpaka sasa hivi sisi tunashindwa kuelewa kama Falipu pana mpenzi au ana mpenzi. Unaona? Kwa nini kwenye masuala ya mapenzi unaweka siri? Kwa sababu mimi ndo niko kwenye media. Tukianza mapenzi kwenye media, tutakuja sasa mtatujua tu, labda itakuwa love bite fulani kubwa, mtaenjoy sana. Sasa tuongelee kuhusiana na mziki. Unaendelea sana kufanywa vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii na umepokelewa kwa ukubwa zaidi. Golden sasa hivi umetoa nyimbo 2, yani ni kama ni nyimbo zinatoka kwenye vipindi. Kwanza ni kitu gani ambacho kilikusukuma mara ya kwanza ukatoa nyimbo ambayo inamuhusisha au inamuongelea Congo Queen baada ya video yake kusambaa sana kutukana na watu? Ni kwa nini kwanza uliona umwanzie na Congo Queen baada ya kuona video yake kwanza mimi yani ilikuwa tu kwanza, unajua kama comfort zone zangu mimi, wenye wananielewa siku hizo najua sana mimi ni Mnyamwezi wa Ivani mtiti, yani sikuagi na vitu kulalala. Mimi napendaga tu vitu, kila kitu iko active, tunaenda tu ni mbele kwa mbele, unaona. Sasa ilipokuja ile action, mimi kwanza nilisita, kwanza mbona kuna kitu hapa kinaweza ikakuja, mbona unaona? Na sisi tunapiganaga sana, sisi tunasemaga tunapiganaga sana vita chini ya maji sana. Yani hauwezi kuona vitu kwenye kamera, lakini vitu vingi na huku nje ya kamera watu wanasema rapa msoshi,
rapa ino na bino. Unaona hata mimi mwenyewe, lakini sasa tunasema kwa nini tusitumie hizi kamera hizi tukaenda nazo tu, ni kama huyu zile content nini tunamalizana nini. Unaona, ndio nikaona sasa, nikapata idea, nikaingia nikachimba ya kwanza. Unaona, haikuchukua muda nikamaliza. Okay, matokeo ambayo ulikuja kuyapata, ni kweli ulitegemea hicho kitu kitakuwa hivyo, au mziki wako utapokelewa vizuri sana baada ya kutoa nyimbo ya kwanza? Siku expect mimi but nilikuwa najipa hiyo hope, yani nasema tu anytime tu kila kitu changu kitakuwa juu kwa juu, yani hakitakuwa chini sana. Ndio maana nilifanya mimi siku nani, ukiangalia hata kwenye status yangu, ukienda kuangalia hata mwaka pale nilianza, venye tulianza mwaka nilisema tu mwaka umeanza, lakini nashukuru Mungu sikufanya chochote kitu. Kwa nilikuwa na confidence ya kusema ina maana mwaka umeanza, ndio naanza sasa kufanya yote yenye nilikuwa nasema sitoyafanya, naenda kuyafanya sasa. Yani kuweka aibu kwanza chini, weka kila kitu chini, tuende kama ni kazi, kama ni vita. Ndio maana nilikuwa na expect tukifanya hata kazi 100 hakutakosa hata 2 zenye zitaiti. Ni slogan tu ya muziki. Okay, baada ya kutoa hiyo nyimbo ilipokelewa kwa ukubwa sana, na ni kitu ambacho sasa hivi ambacho unatoka kuongea kuwa ni kama vile watu wamekusurprise gisi nyimbo ilivyopokelewa. Sasa yes, yeye mtu ambaye ulikuwa umemwongelea au yeye alikutafuta yeye Congo Queen baada ya kutoa nyimbo ya kwanza, aliwahi kukupigia simu kuja kukutukana? Mnyamwezi ni mkarimu, Mnyamwezi ni mzuri, afu Congo Queen ni mshimnyaka na mimi ni mshimnyaka. Ni mkarimu, ni mzuri sana, afu tunaelewana na yeye, ni muelewa kabisa. Ni hivyo, yani tunakuwa maswaiba. Nilitoa goma la kwanza, alinicheki na tunaishi mpaka sasa. Tuliongea tu, nilimpatia hata message, nilimwambia nifanyie challenge nini. Unaona? Yes, of course tukaishi vizuri kabisa, na lakini hakufanya challenge kuza. Haikuwezekana, hata kuna baadhi ya watu walifanya challenge mimi sikuposti kwa sababu wimbo ilikuwa kwanza na mtiti mkubwa sana. Yani ukisikia wimbo zile vuta nini zilikuwa sasa mtoto msana aende kufanya challenge nini afu kuposti. Mimi kaona unajua kama mbaya niwe mbaya, sisi tushakajitoa zile nini tukaishi. Kama utanitusi baridi barafu, maisha yangu nilichagulia, ndio hivyo ya. Na kukaje sasa hii nyimbo ya pili? Kwanza turudi nyuma kidogo hapo pa Congo Queen. Baada ya wewe kusikia hiyo video ya Congo Queen inaendelea sana kusambaa kwenye mitandao, kwa upande wako wewe kama kijana, wewe ulijisikiaje baada ya kukutana na hiyo video? Yes, of course, unajua hivi vitu ni kama ni kama tu sinema tu kwangu, ni kama movie yani. Unaona alivyosema video ya kwanza, mimi ile ndio ile ni attach, ile video ya kwanza ile ni attach. Unaona mbona nikashikwa sana, so emotions, afu mimi nikaanza kuwaza kama mbona nikasema ni kama mbona, kwa nini asiseme hivi, lakini mimi nilikuja kujikuta cause mimi ni mbishi yani. Kuna maisha, ndio maana nikwambia nje ya kamera kuna mtiti na ishigi nao na kwa ubishi. Nikasema mimi anayeweza kumsupport au kumsemea Congo Queen ni mimi, na anayeweza kumsambaratisha Congo Queen ni mimi. Ndio ndivyo kwa yani nje ya kamera sisi tunakojuanaga kwa Nyamwezi, tuna zile nini. Yeah. Unaona? Akaja tena hii mara ya pili sasa, ambao sasa hivi umetoa nyimbo na naona kama hii ndo nyimbo nzuri zaidi ambao watu wengi sana wameipongeza kwa ukubwa, maandishi ambayo uliyatumia mule, na kuna baadhi ya watu pia walitoa maoni kuwa mbona umetumia matusi sana kwenye huo wimbo wa kumjibu. Kwa nini watu waongee hivyo? Wa kwanza ulikuwa matusi, hata mimi mwenyewe nilikuwa nasikia matusi hapa. Lakini wa pili hawezi ukasikia matusi, nimechuja vile, unaona? Nimechuja mtu, kila mtu anaweza kusema hakuna tusi hata moja. Unaona? Ndo hii ya pili sikuweka mtiti sana, lakini hii ya pili nilispend siku 2 tu kumaliza. Kozi nilipigwa tu na emoji eti mimi sikuwa napenda hata kufanya nani ya pili. Kozi ya kwanza nilipofanya ya kwanza Congo Queen aliclaim mimi nimelitoa na mtu na anamjua mtu aliyenilipa. Eti ni mtusi na anaishi kwenye state yetu. Yes, ya pili hakunicheki, lakini ni hivyo, hakunicheki kwa sababu anajua tu ni yeye ako na ile akili yake. Kuna watu wananishawishi nyuma. Kuna watu wananishawishi nyuma. Aliyekushawishi kuimba hii nyimbo ya pili alikuwa ni Emoda? Emoda tu aliniambia tu ni unajua sisi ni tunachekianaga sana, ni kila kitu sana. Akaniambia mimi nilimpigia nikamwambia kuna kitu nilikuwa naongea naye, I think so, kuna kitu nilikuwa naongea naye. Na akaniambia tukakuwa tunaongea kwenye simu, ndio nikamwambia mbona mimi watu wananitagi sana Congo Queen? Anasema afu watu TikTok wanatagi sana, afu share ni nyingi sana. Kila nikiingia TikTok watu wanaendelea tu kushare, mbona nani yangu sana.
na wananitagi sana. Na kuna kina kama admin alikuwa alishaongea, mimi nikasema mbona kina admin alishasema nini eti because nilikuwa niishe chukulia ni sawa tuishi unaona. Ani muda kasa hapa napiga punch hapo unaona. Na hata Kongoku ni mwenyewe nilitangulia na promise, nilimwambiaga ukifanyaga chochote kitu mimi nitaingia studio sitolala unaona. Yani ukisubutu, nilimwambiaga tena kuna marapa hapa Marekani, nenda waite mwingie meeting mfanye kila kitu. Mfanye kila kitu lakini hawazaji kunipindua mimi. Nilimwambiaga hivyo tulivyokuwa tukiongea, nikamwambia hawawezaji kunipindua, ndio maana hata kila nikisema kila rapa nafanyaga hivi hadi vidole hivi. Sweti na Jigamba ndo tunajuana sisi kwa sisi, na tunakuaga na timing za kusema nimshike, nikimshika hapa muda fulani tunamalizana. Unaona, Sweti na Jigamba. Lakini tunajuana hivyo kwenye joke na nini, na ni my brothers na wapenda sana. Akaniambia bro, we sasa hivi ndio mtu unaweza kusikika kama admin anasikika. Kuna mtu sasa na finale, yani ni wewe. Maana first time walikusikia wewe, sasa ukipiga pili hapo ndio unapiga final. Nikasema sasa itakuwaje sasa? Akasema wewe andika, tujifanye vyovyote vitu, andika maliza. Nikasema basi nipatie siku. Nikafanya siku 2, nilifanya siku ya kwanza ile tuliongea naye, nikafanya mimi nilikuwa na promise usiku nitakuwa nishamaliza. Lakini iliyofika usiku sikumaliza. Yaani nilikesha usiku mpaka 6 asubuhi. Sikumaliza nikalala. Ulitumia muda gani kuandika hiyo nyimbo? Kwa sababu ile imetoka haraka sana. Ndio kila mtu anaweza kaona cause mimi mtu niko active sana. Yaani kila unaweza kufanya kitu afu unaweza kaandika chini na kiandika naandika wewe. Kila kitu unaweza kufanya. Ulitumia muda gani kuandika hiyo nyimbo? Ulifanya siku? Ni kama siku, yani ni kama siku. Maana nilishinda mchana mzima naimba usiku, yani mpaka asubuhi. Yani kuanzia mchana hivyo usiku kuanzia 9:00 mpaka 1:00, ni kama tumeanzia katikati ya siku. Unaona? Mpaka ikafika asubuhi 6, then tukaenda nika rest, nikalala. Because nilikuwa na promise siku moja, nikalala baadaye. Asubuhi nyingine siku nyingine ndo nikamjulisha nimeshamaliza. Then nikamwambia nishamaliza. Lakini sikumwambia, nilimuita pap akaitikia sasa kwa asubuhi hivyo nilikuwa nishalala. Nikaamka cause siku lala ile siku nilikuwa najipumzisha, nikaamka tena asubuhi sana. Wao walikuwa shalala, mimi ndo nalala sasa. Yaani asubuhi anaamka na text, mimi ndo nalala ili niamke mida masaa 6 mchana, ndo nikaamka nikalisha text pale, alafu nikamtumia Mtiti. Kutuma Mtiti yeye mwenyewe akasema very talented. Kwa sababu hiyo nyimbo ni nzuri sana. Kwanza binafsi mimi let's kwamba ungelikuwa unatoa nyimbo kama jinsi ambavyo unavyotoa hizi nyimbo 2, basi marapa ungelikuwa unatajwa zaidi, kwa sababu mara nyingi sana Golden Lunda huwa atajwi kwenye marapa. Ni kwa sababu ufanye. Sasa leo naona umeamua na kweli nyimbo zako sasa hivi kwa ukubwa sana. Ni kitu gani hasa kinachokusumbua zaidi na usiwe kama jinsi ambavyo umekuwa sasa hivi? Hiyo ni swali nzuri sana. Hiyo swali ndio nilikuwa nategemea sana. Unajua mpaka hivi kwa hivi nilivyo leo mimi, bro, nilispend time yani hiyo inaitwa sacrifice man. Niuliza kila mtu atakwambia, yani so kila mtu wa karibu yangu atakwambia. Lakini ni ile confidence tulikuwa tunafanya, lakini mimi nina confidence ila kusema wewe uliza tu, unaweza kanena kwenye media. Mimi kila media nilikuwa mpole sana. Ya mimi nilikuwa mtu anaweza kusema habari mzuri uko sawa safi tunaishi. Lakini uliza tu Mtiti kutoka hapo tukienda kila studio, nilikuwa naenda na moda kila studio. Anajua vita ilikuwa vita mura. Yaani kule tulikuwa atulalishi. Unaona? Na hata tulikuwa tunaimba na moda zile nyimbo nyingi sana. Mimi sikukuwa na waandishi, sikufanya waandishi mwingi. Kipindi naimba na moda. Sasa hivi nikasema lakini tunafanya kabisa, nasema jamaa no bro, ule the most talented hapo nachanganya hapo cha kweli. Ule the most talented bro, yani mbarapa ba top 10 ya njano na Kongo bana, tena top 10 ile Nisakiani. Moda anasema hivyo Nisakiani wa kwanza, umeona wa kwanza inaenda Sakiani, yani bana sasa chabu sha lakini ina Sakiani basi Tokyo takimone. Sasa ile nilikuwa naiweka nikaweka ikabidi sasa niishi sasa ile maisha yangu. Ndo nikasema huu mwaka sasa tunaanza mpaka mwaka na kufa, hakuna kupotea. Ndio maana hata mbona watu wajajaji hiki, mbona amsemi, mbona si audio, kwa nini si audio, mbona hivi na so nilijipakia juu chini sana mpaka yeye mmoja mwenyewe ananiambia oi
mbona watu wanasema sana, nimeingia kwenye uandishi, nikasema watasema sana, yani hapo bado ni padogo sana. Hata pia nilitaka niulize hivyo kwa sababu ya huu uimbaji ambao umeutoa hapo ni kitu ambacho sijakitegemea. Kwa hiyo ni yes. ambavyo nilihisi, yani hata binafsi mimi nilihisi sema umeona Emoda kama mna vitu vyake. Yes, of course sisi unajua sisi ni wasanii. Na mimi kuna hata goma fulani niliwahi kuimba linakuja very soon, hilo goma langu. Hilo ndo lilikuwa kwenye schedule kwanza litolewe. Maana tulikuwa tunashoot tukiingia tunahangaika mambo ya kushoot sana. Hilo ndo lilikuwa kwenye schedule litolewe, lakini ikakuja kubidi tena tusitoe kwa sababu siku meingiliana mambo tena, kuna activities zinaendelea, so tuendane na activity kisha baadaye tutatoa ile. Hiyo ndo nilisema sasa. Yani mimi nilivyokutana na Emoda, sweat sikuwa nafanya rap, nilikuwa nafanya rap afu nilikuwa naimba. Kuna ile rap mimi nilikuwa naimba, lakini nakuta watu ni kama mimi sielewi, yani mimi sijielewi which place naweza nikasasa kujiweka. Unaona? Sasa Emoda alivyokuja ndo akaniambia hapana, una fit hapa, usifiti hapa. Yani huko na fit, unaweza kaandika muziki, unaweza kufanya nini, lakini usiimbe muziki. Yani kuna vitu viendani, huenda melody zangu zipo chini, unaona? Ya ndo akaniambia una fit huko na huku, kila tukienda na maana kuambia tulikuwa tunapelekana melody ni zile ukisikia Emoda unasikia mimi. Hadi wenyewe alikuwa sema ungekuwa Nyarugusu, ungekuwa sasa ni mdedri kushinda hapa, ni ungesikika kila kona. Unaona? Lakini kwa sababu ni Marekani, ni hivyo tutaishi nawe mpaka ule muda wenye Sagadi atabless. Unaona? Kuna mtu aliwahi kuniambia kuwa mara nyingi sana kwenye kazi zako wewe na Emoda mmekuwa ni watu ambao mmeshirikiana sana. Emoda ni rafiki yako au ni? Yes, of course. Mimi Emoda ni rafiki yangu. Mimi hata Emoda alivyokuwa Nyarugusu tulikuwa tuongea. Tulikuwa hatujuani, yani kifupi. Huenda mimi nilikuwa namjua yeye asinijue. Nyewe wawili na Emoda urafiki wenu ulianzia wapi? Mimi alivyofika hapa tu, kuna wasanii mimi nilikuwa na manage, unajua sisi hatukosaji hizi management japo kama tunashuka hatukosaji wasanii hivyo. Sasa wasanii nilikuwa na manage walikuwa nusu watu kutu. Yaani wanapendaga makolabo ya kwanza na watu wa juu. Sasa Emoda alikuwa mpya. Kumbe huyo msanii ashaongea na Emo, yani anataka tu ni collab na Emoda anafika hapa kwetu, kwani mimi sijui hivyo. Nikaambiwa Aisha niko na namba yake hapa Marekani. Mimi nilikuwa siko sana kwa vitu vilikuwa nafanyika camp sana, mimi nilikuwa sifanyi sana, nilikuwa napatiwa hata sometimes wale marapa walikuwa wananifuata kama na Sao Jina alikuwa ananifuata sana, tufanye kitu. Nasema unaona ile time haijafika, nilikuwa nasema ambia hata Emoda wenyewe alikuwa pale, tukamwambia fanya ujifundishe wimbo Rich Mavoko mwanzo hadi mwisho. Yaani uende huko jifundishe wimbo Rich Mavoko mwanzo hadi mwisho, kwa sababu alikuwa anapenda kuimba. Sasa tunamwambia hivyo, nenda maana ukiweza Rich Mavoko mwanzo mwisho utaweza hata kujitungia wewe mwenyewe. So ndio maana unaweza kusikia mbona mimi naimba kama wanakuambia Emoda, wengine atakwambia Kalibra, wengine atakwambia kwa sababu sisi tunajifundisha mtu sana. Unajifundisha mtu mpaka unajisikia wewe ni wewe. Yaani hata yeye mwenyewe akisikia anasema mbona kama ni mimi. Ndio tunaendaga sisi. Tunaenda kusikiliza ule mtu, tunajifundisha, nikitoa result hivi mtu atasikia Emoda, atasikia Calligraphy, atasikia hata kuna wengine huko mbele ukiwasikia unasema mbona kama fulani. Lakini mpaka tuanze kuambia fulani yes. Ndio maana chemistry kaanza support kamletaga studio sasa. Emoda kule tulienda sasa kumwangalia, alitusend address, tukaenda kumwangalia akasema mimi na mtu akwenda studio, yani sijisikii kukaa hapa. Sasa akamwambia si huyo hapo ndo msanii wa hapa huyu, kwa nini msiende naye eti? Anikamwambia studio ni kwangu hapo. Tukaenda, tulivyoenda amule bila kasikia chemistry ya kwanza tulipiga ni Solele. Ile ni Solele ilikuwa hata ngoma yangu, ilikuwa ngoma ya huyo dogo na Emoda. Unaona? Anikamwambia ocho dogo ocho tena saka, yani ona anjicho ona Marekani ona anjipika wadogo wachi mimi na ntebabo japo ocho pika, lakini ona ochoka chiwa bacho ana tabia fulani bino, so opike na chimo level fulani. Hata mimi nilikuwa najitoa nasema hapana si mimi, lakini ikaonekana of course Emoda ni mtu anapenda vitu ya hivyo sana, apendaji sana ukiwa trendy sana upendaji. Yes, ndio maana hata Emoda utaona alikuwa anapiga magoma na hata na watoto ngoma ita trend. Nani ngoma ndio anachaguaji mtu yani. Ndio nikasema akasema atapiga na mimi nikamwambia tuacha tupige sio wawili, huyo dogo utamsikiliza next time, umwambie ukuje kumsikiliza next time venye ataimba, ndio uingize, usipige ngoma na hujajua dogo.
nenda kwanza kwenye YouTube yake, angalia vizuri, kuangalia dogo akwage na wimbo na nini, sasa utafanyaje? Tukaishi, lakini ndo tukaanza hapo, ndo ilianza career. Na ile ni Soreli ilikuwa yeye na yule dogo, nikapiga mimi, nikaingiza mimi, nikaimba ngoma zingine zenye zilikuwa zinakuja, zilikuwa za kuimba. So Moda akaanza kukataa hizo kitu, yani anasema wewe haufai kuimba. Kwa alienda kusikia ile baro, akasikia nani anasema wewe bro haufai kuimba, wewe ni mtu au wewe ni dhahabu na jivi. Na kweli mimi ni Golden. Kuna baadhi ya watu hawakufahamu Golden Lunda ni mtu ambaye yukoje. Ni nyomeze fulani hivyo, hype za juju sana, afu akwagi na negativity. Ni mtu wa positive right now. Negative maybe zilikuwa past. Okay, ushawahi kumwekea mtu vurugu? Wendi katokea, lakini kwa joke. Mimi si mtu wa kuvurugu sana. Na mtu ile kukwaza inatakiwa afanye kitu gani ili kweli ujamaa utapata tabu sana. Ili mimi unikwaze utapata tabu sana. Cause mimi si kwa kila kitu naona kama joke hivi, kama tunacheza hivi. Uzinajua tu kikuja hivi mimi naenda hivi, so mimi yani hutaniweza sana. Ukikuja tu sina ni yangu, mimi sisiriki, yani sisiriki. Yani siko na ile love sana, yani sipendi vitu sana, sipendi kupitiliza ili mfano nianze kusema sana mimi ukinisema hivi nasirika, hapana. Mtu hivi tu sana. Tukurudishe kwanza kwenye masuala ya media huko. Nahisi ujumbe huu wa Fighter uliweza kukutana nao, ulikuwa unasema kuwa media za Babondo Marekani nishawaambiaga wanasubiriaga aibu ya msanii ndo wa kuposti mpaka Twitter. Hivi bado wangali mkampani wakirudi watafute ka video wakaongeze TikTok waposti huku, sidhani aliongea vitu vingi sana. Alafu baada pale media zilijitokeza na wakamuomba Fighter aje aombe samahani. Wewe kama msanii unahisi Fighter alikosea na media kumstopisha? Kwa upande wako wewe binafsi kama msanii. Mimi hilo swala ni kama nilisikia hivi, maana nilikuwa na busy hicho kipindi, hata kipindi nilikuwa natoa goma yangu nilikuwa na sambaza sana. Nikasikia nikasikia sana, lakini sijui kama alikosea. Unajua kila mtu anaweza kuwa na right ya kuongea. Unajua media nayo kuna ule muda mnapatia mtu right ya kuongea, unaona? Maana kwa sababu hata Mungu mwenyewe alitupatia right sisi ya kuongea. Yaani unaweza kutusi Mungu na Mungu asikuue. Yaani Mungu anakuona tu. Unaona? Kwani sisi ni nani ya tusipatiane right? Lakini ukikuwa sasa ule muda uhitaji, ikifika ule muda uhitaji, wewe mwenye kama kuna kitu alikuwa anahitaji na alikukwaza, wewe tena ndio utaenda kwenye decision yako, utasema mimi alinikosea hapa, mimi alinifanyia hivi. Lakini si vitu ya kukoseana, ni vitu mtu akitoa nyongo si matatizo, yani si tatizo. Yani alisema la moyoni kwake. Mbona kuna magoma mengi sana wasanii wote atasema, yani kila msanii ukimuuliza atakwambia hivyo. Una kila msanii. Lakini wewe ushawahi kugombana na media? Mimi hapana, mimi si mtu wa kugombana. Ndio maana nakwambia mimi nakwaga na limit, yani kila kitu. Yani nasema kama ni chake sasa tunamforce. Hatuwezi tukaforce mtu sasa. Unaona? Kama nani Omari. Omari wewe hapa hapendi kunipost, mimi nitaenda kupost sasa jamaa. Sasa hivi na hivi. Mimi nakwaga unaweza mimi nikikufuata wewe tena nacheka nasema yani mtapata shida sana kwa abiria. Yani mtapata shida sana kunizuia siku hizi. Sunana hata last time nilikutext hivyo. Nikwambia nawaona tu, lakini mtapata tabu sana. Maana siamini huko sana. Yes man. Ile ilikuwa ina nani? Mbona media zetu zinatulet down? Imagine sisi mpaka sasa hivi content creator wetu ni mtu aweza hata kulipwa, lakini content creator wa Nyarugusu anaweza kalipwa. Because media zishaga tengeneza hicho kitu, huyu ni star, huyu ni hivi. Unaona? Lakini sisi content zetu zinakuwaga zina base na history za Marekani. Yani Marekani ukioa utapostiwa sana, yani na utapewa maua sana. Mwanangu Mwambino, unaanza kuitwa hadi Mwambino yenye uelewi. Kwani mimi Diamond Mwambino? Unaweza ukaongea neno gani kuhusiana na mashabiki zako wanaokufuatilia kwa kila muda? Kila muda ukitoa nyimbo lazima wajitokeze kwa kukusupport kwa wingi. Yes of course, wazidi kushow love kama hivi, yani wazidi kushow love kama hivi ndugu zangu. Maana bila nyinyi sisi hatufanyi, na nyinyi ndio mnatufanya sisi tufanye. Yani bila nyinyi sisi hatuwezi umpike. Yani vita zinakuwa nyingi huko nje huko. Unaona? Vita atulali kwa sababu yenu. Atulali na tunajaribu kila kadri ya uwezo wetu. Ukinisikia au Oshimbungu wewe niwe nakombelela msumani.
Unasikia? Ndio hivyo ndugu yangu. Okay. Kwa mashabiki wako waendelee kukufuatilia kila muda. Thank you for your time and God bless you man. And zidi sana kutugombania. Sanaa ni hivyo tu. Hivyo ni star na ujijui, na sisi pia ni mastar na hatujijui, you know. Yes. Kwa maana hata akina Goliath walikuwa wadogo sana, lakini wakina Daudi walikuwa wadogo wakaangusha akina Goliath. No. Neno la mwisho ni Congo Queen. Mimi alikuwa ananiambia eti wewe si brand, mimi nakushinda brand. Yeye ni Goliath kwangu, ni Goliath la brand. Mimi ni Daudi. Sihitaji brand mimi kumwangusha chini, hapana. Ndio nilimwambia hata hicho kitu. Sihitaji brand. Na hata kuaga na brand kushinda nalo Nyange. Na alikuwa mwanamke kama yeye. Kwa nini usiwekeze huko na wekeza huko? Kwa nini unafanya kama Bosolo? Unawekeza tena kwanza unaongea na mashabiki daily, unaongea na watu wanakununulia daily, yani mitani nyingine ya kuvuka mipaka, hapana, usifanye hivyo. Kama ni business, simama kama mtu wa business. Vitu ya media achana navyo, katana. Yani na usifanye kingine kitu kwa sababu nionekana. Weka tu limit zako, standard zako, mimi ni huyu. Yes. Lakini ukienda tena eti lechu wauni bale manga utashotana manga ngolo utana ungetashotana manga sana, unaona. Bezu wao yoi chile au wasangana dunia yenu. Unaona? Asiosikia la mkuu fundishwa na dunia ndio sisi huku vampire huku nakutana sisi hoi nini. Sasa ndio hivyo bro. Yaani kama yeye ni nani, si ni Goliath labda, sisi ni akina Daudi, atuangalie brand, atuangalie ni kumshusha ni dakika kadhaa. Yeah. Yes. Kwa nahisi akikutana na hii kitu ni lazima atafanya hicho, na nahisi pale alipokuwa atajifunza vingi sana. Mtandao utamfundisha, mtandao utamkuza, atafanya ajulikane, cause haina shida. Yes, akichoose right way itakuwa vizuri sana, itampendeza sana. Lakini sio zile weza kila mtu anaomba shile NT Lema, unakuja kupromote vitu kama Malema. Sasa unajua Malema ndio anakuaga anaita makastoma. Sasa ndio nikala fanya tu vyako na standard za so zile. Sasa kwa sababu fulani anafanya hivyo na wewe ufanye eti nipate $10 kwa sababu ya $10, anza kusema eti okaje Yesu bwana jua $10 familia ya Yesu okaje wembe jua $10 eti double kama double tap. Hapana, usifanye hivyo kwa sababu ya $10. No, fanya vitu vyako, jibrandishe kama vile anajibrandisha, anakuwa vizuri sana. Lakini sio eti uingilia mipaka watu wanaonunua makastoma. Yani unaharibu hiki, ni kitu cha kuharibu, ni kama generation unaharibu. Ni business ya generation ndio unaenda kuharibu. Lakini tu ukifanya kwa standard zako, nobody will stop you and will be unstoppable man. Utakuwa unstoppable, hakuna mtu atakustop. Unaona? Lakini ukianza kwenda jua liko naonekana na watu kama Katresa wanasemaga wa mimi sijui. Eti ndio unaanza kuropoka. Kwanza nini? Tulizana babwele ngatoshi kule mafuno yote. Na watu wamesha posting, keep posting vitu vyako vipi. Na usikufe moyo kwa sababu mtu akununua leo na kesho. No, watakuja. Tuna kama si generation imekukataa, generation nyingine itakuja na utauzisha, utabakia ule. Ni vitu vya kuchukua muda sana hivi vitu. Okay. Kwa Congo Queen anatakiwa abadilike, ni lazima abadilike. Yeah, akwe tu na standard yake tu, ajue tu huyu ni wa kwanza. Kuna baadhi ya watu wanasema kuwa baada ya video ile biashara yake iliyumba sana, imekuwa ni tofauti. Sio tu kuyumba hivi, labda afatwe na kayumba ndio ziumbe.